Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 14, amri mpya ya Kristo. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Yohana 13 mstari wa 34. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, asante kwa asubuhi hii njema. Tunapoenda kujifunza, tunaomba Roho Mtakatifu akatufundishe na kutuelekeza, na yote tutakayojifunza akatusaidie tuweze kuyaishi sawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Je, unafanana na Yesu katika maneno yako, roho yako na matendo yako? Ikiwa kwa neno na kwa roho unawakilisha tabia ya Yesu, basi wewe ni Mkristo, kwa maana kuwa Mkristo ni kufanana na Kristo. Ulimi utatoa ushuhuda wa kanuni zinazoonesha uzima, ni kipimo cha hakika cha nguvu ile inayotawala moyo. Tunaweza kuzipima roho na kanuni zetu wenyewe kwa maneno yanayotoka midomoni mwetu. Ulimi unapaswa kuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu siku zote. Wakati roho maskini zilizoumizwa na kujeruhiwa zinapokujia kupata maneno ya tumaini, unapaswa kuwaambia maneno ya Kristo. Je, unakataa kuwapa maneno ya kupendeza, ya adabu, yenye fadhili? Wale wanaozungumza kama Kristo alivyonena, kamwe hawatapanda maneno ya uchungu kama mishale yenye ncha kali kwenye nafsi iliyojeruhiwa. Naye Bwana akasikiliza na akasikia. Je, utakumbuka kwamba Bwana husikia maneno tunayosema na anafahamu roho inayochochea utendaji wetu? Kristo ndiye mtetezi wa wote waliofichwa ndani yake. Kumbuka kwamba kila neno lisilojema, kila msukumo wa kikatili umeandikwa katika vitabu vya mbinguni kana kwamba vimetolewa kwa Kristo katika nafsi ya watu wake wanaoteseka. Je, si kuwa kama Kristo kusema maneno ya fadhili, maneno yenye kufariji, hata ingawa unahisi kuwa na mwelekeo wa kufanya tofauti? Je, si kuwa kama Kristo kusaidia kuinua mizigo inapozisonga sana roho ambazo Mungu amezithamini sana kiasi cha kumtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele? Je, unamwamini mwana wa Mungu? Unamtegemea Kristo vile vile kwa yale yote unayopokea, kama vile nafsi dhaifu, maskini na nyenyekevu zaidi? Je, unamwamini mwana wa Mungu? Imani ya kubahatisha tu haina maana. Je, unamwamini mwana wa Mungu kuwa mwokozi wako binafsi? Basi, ikiwa unaamini kwa moyo wako wote, Mungu anakaa ndani ya nafsi na nafsi ndani ya Mungu, unamwakilisha Yesu. Wale walio katika vyeo vya kuaminiwa wako kwenye mitihani na majaribu, ili kuona kama watakuwa watu wenye hekima katika nafsi walizokabidhiwa, ili kudhihirisha kama Kristo anafanya kazi ndani yao na kupitia kwao, ili aweze kuwakilisha tabia yake na kujieleza mwenyewe kwa maneno na matendo yao kuelekea urithi wake ambao kwa ajili yao ametoa uhai wake wa thamani. Kadiri tu wakala wa kibinadamu alivyomshiriki wa asili ya uungu, atakuwa mwenye huruma pamoja na Kristo. Yesu anasema, amri mpya nawapa, ili mvumiliane. Hapana, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi.
Utasoma The Review and Herald la Mei 26, 1896. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 14, amri mpya ya Kristo. Na tuombe. Asante Baba kwa amri hii ya upendo. Baba, tusaidie tuweze kupendana sisi kwa sisi, na yote tuyatende chini ya mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu